Bwana, nikupe taarifa nyingine kwamba klabu ya Simba imeanza mazungumzo na mshambuliaji wa klabu ya ASEC Mimosas anaitwa Ekua Celestine. Na Ekua Celestine ni kijana mdogo tu mwenye umri wa miaka 23, ni miongoni mwa washambuliaji tishio sana kwenye ligi ya Ivory Coast, na mpaka hivi sasa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa sana pia kuwa huenda wakamaliza msimu akiwa MVP kwenye ligi ya Ivory Coast. Ana miaka 23 tu. Ni kijana ambaye pia amekuwa akiwindwa na vilabu kadhaa kwa msimu uliopita. Miongoni mwa timu ambazo zilihitaji pia saini yake ilikuwa ni RS Berkane ya pale nchini Morocco, lakini hakwenda kujiunga na Berkane kwa sababu yeye mwenyewe anaamini kwamba haikuwa wakati sahihi kwa yeye kuondoka ASEC Mimosas kwa maana msimu uliopita, lakini pia hakuwa anaiona ASEC Mimosas kama ni timu sahihi zaidi kwenye karia yake, ingawa pia sio mtu ambaye inaelezwa kwamba anapenda sana kuishi kwenye taifa la Morocco. Yani ni mtu ambaye hatamani kuishi kwenye taifa la Morocco, anaona kama ni sehemu ambayo kwake kijiografia sio sehemu salama sana, na ndio maana aliendelea kubaki kwenye klabu ya ASEC Mimosas. Lakini ukitazama kwa namna ambavyo anacheza kwa msimu huu, ni mchezaji mzuri sana. Kama Simba watafanikiwa kumpata, watakuwa wamepata bonge moja la mchezaji na tayari mazungumzo yameanza kwa pande zote mbili, na huenda kama watakubaliana basi atajiunga na Simba mwishoni mwa msimu huu. Ekua Celestine ni mshambuliaji ambaye anatumia miguu yote miwili, anatumia mguu wa kushoto, anatumia pia mguu wa kulia, na ni mchezaji mzuri sana pia kwenye mpira wa juu. Manake kwenye mpira utakapokuja, aidha umekuja ni mpira wa juu, anaweza kucheza vizuri, au ni mpira ambao utakuja kwenye mguu wa kushoto au mguu wa kulia, kote kote anatumia vizuri sana. Moja ya vitu ambavyo vinavutia watu wengi kwenye aina yake ya uchezaji, ni mchezaji ambaye ana zile attribute pia za kiungo mshambuliaji. Yani ni mshambuliaji version ya kina John Boko hivi, version ya kina Prince Dube, lakini sio mkosaji wa mabao kama Prince Dube. Konsekana nimemtaja Prince Dube hapo, kaanza kusema Dube anakosa sana magoli, no. Yani ni version ile ya aina ya uchezaji, lakini yeye sio mtu ambaye anakosa sana mabao mengi. By the way, ni mtu ambaye ana uwezo mzuri wa kufunga magoli so far. Kwa hiyo kama Simba akifanikiwa kumpata, manake atakuwa na msaada mkubwa sana. Ina maana ni mchezaji ambaye kama Simba atakuwa anatumia mfumo wa 4-3-3 anaweza kucheza vizuri. Kama atakuwa anatumia mfumo labda wa 4-5 labda 4-5-1 atakuwa na uwezo wa kucheza vizuri. 4-2-3-1, 4-3-3 anaweza kucheza vizuri, kwa sababu ni mtu ambaye sio mshambuliaji kusimama kwenye eneo moja, ni mtu ambaye ana uwezo mzuri wa kulink na wachezaji wenzake kwenye eneo la nyuma as a namba 10, lakini pia atakiwa kama mshambuliaji ana uwezo wa kulinki vizuri na namba 10 wake, lakini pia ana uwezo mzuri wa kulink na viungo wake wa shambuliaji kwa na wale mawinga wake wawili, winga wa kushoto na winga wa kulia. Kwa hiyo inaweza kuwapa faida sana klabu ya Simba kama watampata, kwa sababu pia ukitazama washambuliaji wengi wa Simba bado wana changamoto nyingi kwenye eneo lao la mbele. Kwanza sio wazuri kwenye matumizi ya nafasi, lakini pia sio washambuliaji ambao wana uwezo wa kutumia vizuri nafasi ambazo zinatengenezwa. So kwa namna ambavyo wanacheza, naamini kwamba kama Simba atafanikiwa kupata saini yake, atawasaidia kwa namna moja ama nyingine. Na of course hata yeye mwenyewe Ekua Celestine mwenyewe anaamini anatamani kuja kucheza Tanzania, na hata baada ya kupokea ofa kutoka kwenye klabu ya Simba alikubali moja kwa moja. Kwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kuja kucheza Simba na akapata mafanikio makubwa. Moja ya changamoto ambayo Simba watakutana nayo kwenye uhamisho wa Ekua Celestine ni pamoja na ujio wa timu kama Young Africans. Yanga pia ni miongoni mwa timu ambazo zimewahi kuulizia pia upatikanaje wake, na Yanga walianza tangu msimu uliopita. Kwa bahati mbaya, kwa msimu uliopita kiwango cha pesa ambacho kiliwekwa kwa Ekua Celestine kwa Yanga ilionekana ni changamoto. Walikuwa wanahitaji milioni 300, kitu ambacho kwa Young Africans hakuwa tayari kutoa kiasi cha milioni 300, na wakaamua kumweka kiporo, na lengo lao ni kumrudia mwishoni mwa msimu huu. Sasa sijajua atarudi na kiasi gani, lakini Yanga pia ni miongoni mwa washambuliaji ambao wanawahitaji. Kwa hiyo msije mkashangaa kusikia pia kwa Celestine ameenda kujiunga na Young Africans. Na kama mnavyojua, Yanga sometimes ikiwa ina shida huwa haiangalii mara mbili mara tatu, yani wana pesa wale. Wakiamua kama kweli mshambuliaji anamtaka, ni rahisi kuweka pesa na kumchukua, kwa sababu huwa hawajali kuhusu gharama. Wanachokiangalia ni kile ambacho wanakihitaji. Kama walifanikiwa kumchukua mtu kama Chama, Prince Dube kwa gharama kubwa, ndivyo ambavyo pia wanaweza pia kufanikiwa kwenda kumchukua pia Ekua Celestine. Na kama Yanga watafanikiwa kumpata pia Ekua Celestine, of course kwa aina yake ya uchezaji
na jinsi ambavyo pia Yanga wanacheza kama club, naamini kwamba ana uwezo wa kwenda kuwasaidia kwa kiasi kikubwa. Issue ni kwamba sasa hivi tunasubiri kati ya Simba na Yanga ni nani ambaye atafanikiwa kumpata, lakini huyu ni mchezaji wa ASEC Mimosas mpaka hivi tunavyozungumza, so chochote kinaweza kwenda kutokea. Tusubiri mpaka mwishoni mwa msimu tuone nani atampata, lakini miongoni mwa washambuliaji wazuri sana. Hii ni vita nyingine ya Kariakoo Derby, yani ukiacha ile ya tarehe 8 ambao walikimbia kucheza, kuna hii vita ya kwenye usajili. Tutaona ni nani ambaye ataweza kwenda kumsajili kuwa Celestine, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapendwa na timu nyingi, sio tu klabu ya Simba, lakini klabu nyingi zinatamani kuwa na mshambuliaji wa aina yake. So chochote kinaweza kwenda kutokea mpaka mwishoni mwa msimu, lakini kwa sasa tuendelee kusubiri tusikie Simba watafanya nini na Yanga watafanya nini. Lakini kuwa Celestine ni miongoni mwa washambuliaji wazuri sana. Mimi binafsi yangu natamani kumuona anakuja kucheza kwenye ligi ya Tanzania, bila kujali kwamba anakuja kucheza kwenye klabu ya Simba au anakuja kucheza kwenye klabu ya Yanga. Mimi ambacho nakitamani aje kucheza Tanzania, bila kujali kwamba anakuja kucheza timu gani, kwa sababu tutaenjoy aina fulani hivi ya washambuliaji wajanja sana. Hana tofauti kubwa sana na mtu kama Fiston Kalala Mayele, yes, au Medi Kagere, yani kwenye aina yake ya ufungaji wa mabao. Ni mtu ambaye mpira wa juu anakutia kamba, mguu wa kushoto anakutia kamba, mguu wa kulia anakutia kamba, yani yuko fiti kwenye kila kitu. Tusubiri tuone. Subscribe channel ya Ingereza TV, utapata update na taarifa mbalimbali kuhusiana na masuala ya usajili, lakini pia na uchambuzi kwa ujumla.